Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji, wasikilizaji na wafuatiliaji wa Uchaji Media, utume wa amani. Karibuni tena katika kipindi chetu cha safari ya Kwaresma, ambapo tunaendelea na tafakari juu ya safari ya Kwaresma. Wiki iliyopita tulianza mazungumzo muhimu kuhusu ni mambo gani makuu ya kuzingatia hasa katika kipindi cha Kwaresma, lakini tuliangalia kwa undani nini maana ya toba na uongofu, na kwa nini toba wakati wa Kwaresma na natufundisha nini. Basi leo tunaendelea kuchimba kwa kina zaidi, ambapo tunaye Padre Joseph Mshana OSA. Labda Father, ni kwa nini kanisa linahimiza kufunga na kujinyima wakati wa Kwaresma? Asante ndugu mtangazaji. Kanisa linahimiza kufunga na kujinyima ni sehemu mojawapo ya watu kuweza kuishi maisha yao ambayo yanaendana na kipindi kilichopo katika kipindi cha Kwaresma, kwa sababu lengo la kufunga, mwalimu wa kanisa Thomas wa Aquino anatueleza kwamba kufunga kunatokana na malengo matatu. Lengo la kwanza ni kuweza kujikinga na tamaa za mwili. Alafu lengo la pili, kuweza kuyatamani mambo ya mbinguni. Na lengo la mwisho ni sehemu mojawapo ya malipizi ya dhambi zetu. Kwa hiyo ndugu watazamaji, njia ya msalaba ni njia mojawapo ya maisha yetu katika majikatalio na kuweza kujinyima, lakini hayo yote ni kuweza kupingana na tamaa za mwili, kwa sababu mambo mengi saizi yanatufanya sisi Wakristo tuweze kuwa mbali na Mwenyezi Mungu kwa kujiweka sisi wenyewe kutokana na uhuru tulionao, kwa sababu ya kufuata zaidi tamaa za mwili. Hivyo katika kipindi hiki cha Kwaresma tunahimizwa zaidi swala la kufunga na kuweza kujinyima, ili kuweza kupambana na nguvu za shetani ambazo tunazielekeza zaidi katika kuyafuata yale ambayo mwili unatamani zaidi. Roho hii radhi, mwili ni dhaifu. Hivyo katika kufunga na kuweza kujinyima, ndugu wa Kristo, tunajiweka tayari na tunatangaza vita. Lakini katika kutangaza vita hivyo ni kuweza kuleta maendeleo ya kiroho zaidi, kwani athari yetu zaidi ipo kutokana na mambo yanayotoka ndani yetu. Hivyo tukirekebisha mambo yaliyomo ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, tukiweza kuongoka na kuwa wasafi, kwa vyovyote vile mwili utakuwa salama zaidi. Kwa katika hali hiyo ya kuweza kujinyima, manake tunatangaza vita zaidi, kutofuata zaidi tamaa za mwili. Hata Mtakatifu Basili anatueleza zaidi kuhusiana na hiyo lengo la kuweza kujifunga katika kufunga, ni kuweza kujilinda dhidi ya nguvu za shetani, na huo ndio umuhimu wa kufunga katika mfungo huu wa Kwaresma. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuongoza kwamba tunafunga kwa ajili ya toba ya ndani. Tunafunga kwa nyakati hizi nzito zaidi. Tunafuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliyeenda jangwani akafunga kwa muda wa siku 40 huku akiwa anasali, na yale majaribu matatu aliyoyapata kama tulivyosikia katika Injili ya Dominika ya kwanza ya Kwaresma ya mwaka C. Majaribu yale matatu anayashinda kwa kutegemea zaidi neno la Mungu. Na juu yake alikuwa akianza, imeandikwa, imenena, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Usimjaribu Bwana Mungu wako, usimrudie Bwana Mungu wako, na umwabudu yeye peke yake. Yote hayo angefuata tamaa ya mwili kwa vyovyote vile, kwa kuwa alikuwa katika hali ya njaa. Alionyesha uthubutu wa kuweza kubadili mawe yale
kuwa mkate ili kuweza kutimiza haja ya Mungu. Akatamanishwa juu ya enzi na mamlaka zote zilizopo. Katika hali aliyokuwa nao kwa kufuata tamaa za mwili, kwa vyovyote vile angeanguka katika matamanio hayo. Hivyo Wakristo wenzangu, si kitu ambacho ni rahisi, lakini kwa imani inayodhihirishwa na matendo, haya yote ndugu watazamaji, tunayaweza na tunaweza, huku tukitegemea neema ya Mungu ipate kutusaidia. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.